Mjumbe wa halmashauri kuu ya Chama cha Mapinduzi CCM wilaya ya Geita, ambaye pia ni katibu wa siasa, uenezi na mafunzo wa kata ya Kalangala, Richard Nzagamba, amewahimiza wahitimu wa kidato cha 6 kutoka shule ya sekondari ya Mwatulole kutumia vyema elimu walioipata kwa manufaa yao binafsi na kwa maendeleo ya jamii. Nzagamba alitoa wito huo wakati akimwakilisha mgeni rasmi mjumbe wa kamati ya utekelezaji ya jumuiya ya wazazi CCM wilaya ya Geita, ndugu Magambo Nkilosubi, katika mahafali ya 3 ya kidato cha 6 yaliyofanyika shuleni hapo. Amesema kuwa ni muhimu kwa wahitimu hao kutumia maarifa yao kwa malengo chanya, ikiwemo kuchagua vyuo vitakavyowezesha kupata ujuzi utakaowasaidia kujiajiri badala ya kusubiri kuajiriwa pekee. Mahafali hayo yalihudhuriwa na wazazi, walimu, wanafunzi pamoja na viongozi mbalimbali wa serikali na chama, na yalipambwa na burudani kutoka kwa wanafunzi na hotuba za hamasa kutoka kwa wageni waalikwa. Hii ni News Update Media. Na mimi ni mtumishi wa Mungu, mtoto wa askofu. Naona katika ulimwengu wa roho kwamba mnakwenda kufaulu yote. Narudia, ninaona katika ulimwengu wa roho mnakwenda kufaulu yote. Kwa nini? Tunaona hapa katika mtihani wenu wa mwaka uliopita, kipindi hiki cha mwaka 2025, matokeo yenu ni kama ifuatavyo. Nimeambiwa hapa division 1 ni 52, division 2 33, division 3 2, division 4 hakuna, na hakuna aliyefeli. Sasa ni kwa nini tusiwe na matumaini kwamba yote mnakwenda kufaulu? Kwa hiyo ndio maana nikaanza kwa pongezi hizo nzuri sana. Kama nilivyosema, mimi ni mtumishi wa Mungu. Ukisoma katika kitabu cha Misali sura ya 4 na mstari wa 13, andiko linasema, mkamate elimu, usimwache aende zake, mshike maana ndio uzima wako. Wanafunzi wetu, kwa neno hilo mimi na waasa leo, mkamateni elimu na msimwache akaenda zake. Kwa nini? Ninyi humu tunategemea kwenda kupata akina Dr. Samia walio wengi, akina Kassim Majalia walio wengi. Tunategemea kwenda kupata akina Kabudi walio wengi. Tunategemea kwenda kupata wasomi wakubwa ambao watakwenda kulisaidia taifa letu. Sasa basi, sifanye mchezo, mtafaulu. Mwenda koko, nidhamu, adabu, maadili ambayo mmekuwa mkiyaonyesha kwa walimu wenu. Ninyi mnaokwenda katika elimu ya juu, nendeni mkazingatie hayo. Msibadilike hata kidogo, na Mungu yuko pamoja naye. Niende kwenye changamoto sasa. Pamoja na mafanikio pia kuna changamoto. Mmezieleza hapa, lakini kabla sijazungumzia changamoto, Samia Suluhu Hassan katika kipindi chake amefanikisha ujenzi wa madarasa zaidi ya 15. Makofi kwake Dr. Samia, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini mmesema kwamba matundu ya vyoo 8 yamejengwa kupitia yeye. Lakini pia limejengwa bwalo hili ambalo linatumika kwa matumizi mbalimbali, hata matumizi ya shughuli za serikali. Risala yenu inaeleza hivyo. Ni mafanikio makubwa sana. Nendeni katika maeneo mengine, hakuna mabwalo kama haya, lakini hapa
shule ya Mwatulole mmesubutu, lakini mmeeleza katika risala yenu kuna kisima kirefu cha maji ambacho mwaka mzima hakikauki. Kwa hiyo hatuna tatizo la maji hapa, ni jambo la kujipongeza. Lakini pamoja na yote, ziko changamoto mmeeleza katika risala yenu, na mimi nakwenda kumalizia katika changamoto. Mnahitaji photocopy mashine yenye thamani ya shilingi milioni 8, lakini mbili, mmesema printer yenye thamani ya shilingi milioni 1.4, lakini mmesema mnahitaji na kompyuta mpakato kwa maana ya laptop yenye thamani ya shilingi milioni 1.2. Ningekuwa kwetu kule ningesema CCM oye, lakini leo sio mahali pake. Sasa mimi niliyeko hapa mgeni rasmi, nimepokea changamoto zote na zitafanyiwa kazi. Tutawasiliana na walimu wenu. Mwalimu mkuu namba ninayo, kama ambavyo tumewasiliana leo, tutawasiliana na kuhakikisha kwamba changamoto hizi zinaondoka. Serikali na hatukubali kwamba shule binafsi, shule za private tu eti ndio iaminike kwamba ndizo zenye ufaulu mzuri. Haiwezekani. Ndio maana tumeona hapa matokeo mazuri kabisa katika shule yetu ya serikali. Sasa naomba uniruhusu nitoe ambacho nimekuja nacho kwa leo, halafu yale mengine walimu mkuu pamoja na jopo lako tutawasiliana. Sasa kiasi nilichokuja nacho kwa habari ya laptop hapa, tutaanza na 400. Hii hapa tunaanza na 400, halafu yote haya tumeyachukua, yanakwenda kufanyiwa kazi na changamoto zote zitaondoka kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Endeleeni kutu